maonesho ya biashara kimataifa ambayo ndio fahari ya Tanzania yanapofanyika Dar es Salaam hayafanyiki kwa bahati mbaya. Ni kwa sababu ndio mahali ambapo watu wengi wanaweza kufika wakafanya biashara zao, wakahudumiwa na kufanya mambo mengine ambayo ni makubwa zaidi. Kwa hiyo haiwi kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya haya ambayo nimeyasema. Kwa mantiki hiyo, wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, tusibaki kusifu maonesho ya kibiashara ya Sabasaba ya kimataifa haya, sisi tukawa tumelala vitandani, sisi tukawa sio sehemu ya maonesho haya. Itabaki kusifu tu, halafu mafanikio na madhara chanya ya kiuchumi yapatikanayo na maonesho haya hayatakuwa yetu. Kumbe ushauri wangu muhimu kwa vijana, wanawake, kina baba, tutumie fahari ya maonesho haya kama ilivyo kauli mbiu kuwa ni fahari ya Tanzania, kuwa sehemu ya maonesho ya wale watakaofanya biashara katika ukumbi wetu na katika uwanja wetu. Nitoe wito kwa wana Dar es Salaam wote na nitoe wito kwa Tanzania nzima kwamba tukaribie Dar es Salaam. Dar es Salaam ni mkoa ulio salama, na usalama na amani wa taifa ndio mtaji wa kwanza katika jambo lolote. Biashara hizi na maonesho haya kuwa fahari ya Tanzania ni kwa sababu leo ni maonesho ya 49 na mwakani tutafanya maonesho ya 50. Na maonesho ya 49 lazima yaoneshe makuzi, lazima yaonekane tofauti, lazima yawe kidijitali, lazima watu wake pia wawe tofauti, na lazima pia biashara zake kizitazama ziwe tofauti. Niwakaribishe Watanzania wote kuja katika maonesho haya ambayo mwaka huu yako tofauti na miaka mingine yote. Waje waoneshe bidhaa zao, wauze bidhaa zao, waoneshe teknolojia zao, wauze teknolojia zao, ili Watanzania na watu ambao si Watanzania waweze kuiona fahari ya Tanzania katika maonesho ya biashara. Swala jingine lililoongezeka mara hii, tumekuleteeni burudani. Burudani ya kwamba Wizara ya Michezo na Sanaa na Habari itakuwa na kijiji maalum. Kijiji hicho kama mnavyofahamu, wizara ndio inasimamia vikundi vya sanaa, wana michezo, wana muziki nani. Kwa hiyo kile kijiji kitakuwa kinatoa burudani ambazo zitatangazwa kwa mujibu wa ratiba zitakazowekwa. Kwa hiyo na sisi tutakuwa tunazitangaza. Ukiachilia mbali kijiji hicho, tuna kijiji cha TFF. Kwa wale washabiki wenzangu wa Yanga, jana mmeona ushindi ule mkubwa wa kishindo. Kwa hiyo huenda ile kombe likaletwa hapa. Ndio tunafanya mpango kombe letu tuje kulishuhudia hapa. Kwa hiyo kuna mambo mengi, mtashuhudia timu ya Yanga, Simba, mtashuhudia washabiki mbalimbali watakuja kuona mastaa wao, Namungo sitakuwepo, Azam sitakuwepo. Kwa hiyo TFF pia atakuwa na program zake, mtaweza kushuhudia. Na kwa upande ule wa vijiji, masaa yatakuwa ya ziada hadi saa 4 na saa 5 usiku. Kwa upande wa exhibit ya maholi yale ya kimataifa yatakuwa mwisho saa 12 kama kawaida. Kwa upande wa local exhibitors tutaongezea hadi muda wa saa 2. Utaratibu mzuri tutawapa kuanzia siku ya kwanza, mtaweza kuelewa. Na hayo ndio ambayo tumeweza kuyaongeza pamoja na program zetu za Made in Tanzania. Una ajira tunatarajia zitaongezeka zaidi ya mwaka jana, zitaenda zaidi ya 15,000 ajira ambazo zinatokana na maonesho. Kwa hiyo ongezeko ni kubwa sana la washiriki, ndio maana sasa tumekuwa na haja ya kuwa na master plan ya viwanja hivi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo tuko katika utaratibu wa kuutangaza, kupokea wadau, hatimaye tutaweza kuendeleza uwanja wetu. Tunatamani sio chini ya miaka miwili tuweze kuendeleza. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.